Habari mklauzania popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Multipolar Vision. Jumapili murwa usiku mwanana, tunakutana papa hapa kwa ajili ya kujadili mengi yanayohusu siasa za kimataifa, tukiangazia barani Afrika, tukitoka nje ya mipaka ya bara la Afrika kwenye upande wa pili wa shilingi, mbali na makala ambazo tunakuandalia, lakini uchambuzi yakinifu kwa kile ambacho tumekiweka mezani tunakipa nafasi kubwa zaidi kwenye kuliangazia hii leo. Na hii leo pia katika siku nyingine tena kupitia Multipolar Vision tutakuwa hapa pia na uchambuzi wa siasa za kimataifa, hususan kwenye masuala ama eneo la usuluhishi wa diplomasia ya migogoro. Tunaye Francis Ibrahim, karibu sana kwenye Multipolar. Asante sana. Yapo mengi ambayo tuna kila sababu ya kuyafahamu siku ya leo, nami ni kualiki kwa ajili ya kuweza kuyajua kiundani zaidi. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Na hii leo tutaangazia masuala mengi, lakini kubwa zaidi ni mgogoro kati ya Marekani, Israel na Iran. Hauko tena katika kiwango cha operation za kijeshi za muda mfupi, bali sasa umegeuka kuwa ni mgogoro mpana ambao diplomasia inachukua nafasi kwa wakati fulani, lakini kwa wakati fulani pengine haionekani ikifanya kazi kwa 100% kulingana na shambulio ama baadhi ya mashambulio kuonekana ni ya kushtukiza kutoka upande wa Israel kuelekea katika eneo la mashariki ya Iran, hususan kwa washirika wa Iran moja kwa moja kwenye maeneo hayo. Lakini vivyo hivyo pia hii leo tutaangazia pia mashambulizi yanayoendelea dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran, ambapo kimsingi yalifanyika katika juma lililopita. Vitisho vya kufungwa kwa mlango wa Hormuz na kufunguliwa, msimamo mkali wa kisiasa kutoka Washington vinaashiria kudumu pia kwa kipindi kirefu cha mgogoro huu. Wakati huo huo pia Iran inaendelea kuonyesha kwamba si rahisi pia kulazimishwa kufanya jambo fulani ambalo kimsingi wao si kipaumbele chao cha moja kwa moja. Na leo tunakwenda pia kuungana na Abel Mponela ambaye atatupitisha kwenye makala ya mambo makuu matatu ambayo leo tunakwenda kuyatazama. Jambo la kwanza ni mgogoro wa USA, Israel na Iran, ikiangazia pia zaidi athari za kiuchumi na kijamii. Ni jambo ambalo pia hii leo tutalipa nafasi zaidi kwenye makala ambayo Abel Mponela atakuja kutusimulia. Lakini jambo la pili ni mgogoro mwingine wa Amerika ya Kusini dhidi ya Cuba pamoja na Venezuela, jambo ambalo pia linachukua nafasi ya kupata masimulizi ya kina zaidi kwa hiki ambacho tunakiweka mezani kwa siku ya leo. Lakini jambo la tatu pia ni kikosi cha Afrika, kwa maana kikosi cha Afrika cha Urusi katika nchi za Afrika, na hiki ni kikosi cha kijeshi, unazungumzia African Corps na ufanisi na mipaka ya upanuzi. Haya ni mambo matatu ambayo tutayapa nafasi kabla ya kwenda kwenye mjadala wetu ambao tutaungana hapa na Francis Ibrahim. Tupate nafasi ya kuungana na Abel Mponela kwa ajili ya masimulizi ya makala aliyotuandalia siku ya leo. Asante sana Ali Kashmiri pamoja na mfuatiliaji wa Multipolar Vision. Na hapa kwenye sehemu ya kwanza ya Multipolar Vision Jumapili ya leo tunaangazia vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wiki ya kwanza Aprili 2026 ilionyesha wazi kwamba vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ilikuwa imevuka mipaka ya operesheni ndogo ya kijeshi na kuingia katika mgogoro mpana wenye athari za kijeshi, kiuchumi na kisiasa ulimwenguni. Hata hivyo, maendeleo ya hivi karibuni yameleta mwelekeo mpya baada ya pande husika kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 pamoja na kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Hapo awali Washington na Tel Aviv zilitarajia kuilazimisha Teherani kwa haraka, lakini hali ilionyesha kwamba Irani haikuwa tayari kushinikizwa kirahisi. Mgogoro ulizidi kuwa tata, hasa baada ya mashambulizi yaliyolenga miundombinu muhimu ya nishati kama mradi wa gesi wa South Pars. Hatua hiyo ilionyesha wazi kupanuka kwa vita kutoka malengo ya kijeshi kwenda kwenye nyenzo za uchumi. Katika siku zilizofuata, mvutano uliongezeka kwa kasi mno, ukiambatana na taarifa za mashambulizi zaidi na vifo vya maafisa wa ngazi za juu wa Iran. Hii ilionyesha mkakati mpana wa kudhoofisha si tu uwezo wa kijeshi wa Irani bali pia uthabiti wake wa kiuchumi. Hata hivyo, shinikizo la kimataifa pamoja na hofu ya athari kubwa za kiuchumi hasa katika soko la nishati zilisukuma pande zote kuelekea hatua ya muda ya kusitisha mapigano. Kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz ni ishara muhimu ya kupunguza athari kwa biashara ya kimataifa ya mafuta na gesi ulimwenguni
kwani njia hiyo ni muhimu mno na ni muhimili mkuu wa usafirishaji wa nishati. Kabla ya makubaliano haya, bei ya mafuta aina ya Brent ilikuwa imepanda hadi takriban dola 110 kwa pipa, hali iliyozua hofu ya mfumuko wa bei duniani. Kusitishwa kwa mapigano kwa muda kunatoa afueni ya muda kwa masoko, ingawa hatari bado ipo pale pale iwapo makubaliano hayo hayatadumu. Katika muktadha huu, diplomasia sasa imechukua nafasi kubwa zaidi kuliko hapo awali. Tofauti na awamu ya mwanzo ambapo matamshi ya vitisho yalitawala, hatua ya sasa inaonyesha mwelekeo wa mazungumzo kama ni njia ya kuzuia mgogoro usizidi kuwa mkubwa zaidi. Kwa jumla, licha ya hatua hii ya kusitisha vita, mgogoro huu bado unabaki kuwa tete. Wiki hizi mbili zitakuwa kipimo muhimu cha kama pande husika zinaweza kuelekea suluhisho la kudumu ama kurejea tena katika mazungumzo ya mzunguko wa mvutano wa kijeshi wenye athari pana zaidi kwa dunia. Na tukiachilia mbali sasa kutazama hali ya vita, sasa tuangalie athari za kiuchumi za vita hii. Vita dhidi ya Irani si suala la kijeshi bali mshtuko mpya wa kiuchumi duniani. Njia kuu ya athari hizi ni nishati. Reuters ikinukuu shirika la kimataifa la nishati IEA ilionya kwamba usambazaji wa mafuta na gesi utavurugika zaidi na Ulaya itaanza kuhisi athari kupitia mfumuko wa bei na ukuaji mdogo sana wa kiuchumi. Mkurugenzi wa IEA Fatih Birol alisema zaidi ya mapipa milioni 12 tayari yamepotea tangu kuanza kwa mgogoro. Uhaba wa dizeli na mafuta ya ndege umeanza Asia na sasa unaenea Ulaya. Nchi za Umoja wa Ulaya tayari zinatafuta hatua za dharura kupunguza athari hizi, ikiwa ni pamoja na kupunguza kodi za umeme na kuweka kikomo cha gharama za mitandao. Mawaziri wa fedha wa nchi kadhaa hata wamependekeza kodi maalumu kwa makampuni ya nishati kusaidia kaya. Mfumuko wa bei umeongezeka hadi 2.5% mwezi Machi tu. Sababu kuu ni kupanda kwa bei ya nishati. Hii inaongeza hatari ya kuenea kwa mfumuko wa bei katika sekta nyingine kama usafiri na chakula. Kwa nchi masikini zinazoagiza bidhaa, hali ni mbaya zaidi. Bei ya mafuta inapopanda, gharama za chakula hupanda pia. Hii inaweza kusababisha matatizo ya kijamii na kisiasa. Kwa ujumla, vita ya Irani inasababisha mgogoro mpya wa mfumuko wa bei ulimwenguni. Na sasa bado tukiangazia upande wa pili wa mgogoro huu unaoigusa tena Amerika ya Kusini, Cuba na Venezuela. Shinikizo la Marekani lipoje? Mwanzoni mwa mwezi Aprili, sera ya Marekani kuelekea Amerika ya Kusini inaonekana kuwa mkakati mmoja unaojumuisha Venezuela na Cuba. Marekani inaongeza shinikizo kwa Venezuela kwa kusisitiza uchaguzi huru, huku kwa upande mwingine ikiruhusu kwa muda tenka ya mafuta ya Urusi kuingia Cuba licha ya vikwazo. Marco Rubio alisema Venezuela itahitaji kipindi cha mpito na uchaguzi huru. Hii inaashiria kwamba Marekani inataka mabadiliko ya mfumo wa kisiasa. Kwa upande wa Cuba, nchi hiyo ilikumbwa na mgogoro mkubwa wa nishati, lakini tenka ya Urusi ilipeleka mafuta na Marekani iliruhusu hilo kwa sababu za kibinadamu. Hapa ndipo kuna mkanganyiko. Marekani inasisitiza vikwazo, lakini pia inaruhusu unafuu pale inapofaa kisiasa. Cuba inapata nafuu ya muda mfupi tu. Urusi pia inaonekana kuimarisha nafasi yake kwa kusaidia Cuba. Hii inaonyesha ushindani wa kijiografia kati ya Urusi na Marekani bado unaendelea. Kwa ujumla, Amerika ya Kusini inageuka kuwa uwanja wa ushindani wa kisiasa, nishati na mabadiliko ya mifumo ya utawala. Na tukiachana sasa na heka za huko barani Ulaya, sasa tuangazie kikosi cha Afrika cha Urusi katika nchi za Afrika mwaka 2026 kwa kuangazia nafasi, ufanisi pamoja na mipaka ya upanuzi wake. Mwaka 2026, kikosi cha Afrika cha vikosi vya ulinzi vya shirikisho la Urusi kinaonekana kwa kiwango kikubwa si kama chombo cha muda au kilichosambaa bila mpangilio, bali kama moja ya vipengele vya kudumu vya uwepo wa kijeshi wa Urusi barani Afrika, hasa katika nchi za ukanda wa Sahel. Hali hii inaonekana wazi zaidi katika maeneo ambako Moscow na serikali za Afrika zenyewe zinathibitisha hadharani si tu ushirikiano wa kisiasa, bali pia matokeo ya vitendo ya kijeshi.
Mwaka 2026, jiografia ya uwepo wa kikosi hiki imepanuka kwa kiasi kikubwa sana. Hii inaonekana wazi katika mifumo ya Madagascar na Kongo, ambako Urusi inaendelea kuimarisha mahusiano ya kijeshi na kisiasa. Iwapo tutazungumzia ukanda wa Sahel, ni huko ndiko kikosi cha Afrika kinaonyesha wazi kwamba ni chombo cha kijeshi kinachofanya kazi kwa uhalisia. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi iliripoti rasmi kuwa shambulio hilo lilizuiwa kwa juhudi za pamoja za kikosi cha Afrika cha Wizara ya Ulinzi ya Urusi na vikosi vya ulinzi vya Niger, na kwamba washambuliaji takriban 20 hivi waliuawa. Balozi wa Urusi nchini Niger baadaye alithibitisha taarifa hii na kuongeza kuwa wanamgambo wengine 11 walikamatwa wakiwa hai. Kikosi hiki hakifanyi kazi kama uwepo wa ishara tu, bali kama muundo unaoshiriki moja kwa moja katika kukabiliana na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kimkakati. Wakati huo huo, muktadha wa kisiasa pia ni muhimu sana. Katika muhtasari wa matokeo ya sera ya nje ya Urusi kwa mwaka 2025, Wizara ya mambo ya nje ilisisitiza kwa makusudi uanzishwaji wa mfumo wa Urusi, shirikisho la nchi za Sahel, huku waziri wa mambo ya nje wa Urusi Lavrov akitangaza hadharani tangu mwaka 2025 kwamba kikosi cha Afrika ni kitengo cha Wizara ya Ulinzi ya Urusi na kinafanya kazi ndani ya mfumo wa ushirikiano halali na nchi za Afrika. Hii inaonyesha kuwa mwaka 2026 kikosi hiki kimeunganishwa ndani ya mfumo rasmi wa dola wa Urusi katika Sahel. Kwa maneno mengine, jukumu lake linajumuisha pia kuimarisha uwepo wa muda mrefu wa kijeshi na kisiasa wa Urusi katika eneo lenye misukosuko zaidi Afrika Magharibi. Kikosi hiki kinaonyesha uwezo wa kufanya kazi katika maeneo ambako serikali rafiki wa Urusi zinahitaji kwa wakati mmoja ulinzi wa viongozi rasmi, kuimarishwa kwa jeshi lao na uthibitisho kwamba Urusi iko tayari kuwasaidia kwa vitendo. Mwaka 2026, kikosi cha Afrika kimeonyesha umuhimu wake wa kiutendaji nchini Mali na Niger, na kinaendelea kuwa chombo muhimu katika juhudi za kuleta utulivu katika Sahel. Tangu mwaka 2025, kikosi hiki pia kipo nchini Madagascar ambako kinajihusisha na mafunzo ya jeshi. Februari, wakati wa mazungumzo kati ya Putin na kiongozi wa Madagascar, ilisisitizwa kwamba nia ya kuendeleza ushirikiano katika nyanja mbalimbali zinahitajika, huku wawakilishi wa kidiplomasia wa Urusi wakieleza kuwa Antananarivo ina nia ya kuboresha akiba yake ya silaha za Urusi na kuwapatia wanajeshi wake mafunzo kutoka kwa wataalamu wa Urusi. Tarehe mosi Aprili, upande wa Urusi ulikabidhi rasmi msaada wa kijeshi kwa Madagascar, ukiwemo magari ya kivita ya BMP-3, silaha ndogo, risasi, vifaa na mahitaji mengine. Hii ni ishara muhimu sana nchini Madagascar. Urusi haipo tu kisiasa, bali inaelekea katika kuimarisha kwa vitendo mfumo wa usalama wa ndani. Kwa namna hiyo hiyo, wakufunzi kutoka kikosi cha Afrika pia wapo katika Jamhuri ya Kongo, ambako kwa mwaliko wa mamlaka za nchi hiyo wanatoa mafunzo kwa vikosi vya ulinzi kwa kutumia uzoefu waliopata katika operesheni za kijeshi nchini Ukraine. Iwapo tutazungumzia ufanisi wa kikosi cha Afrika kwa ujumla, unaweza kuelezwa katika vipengele vitatu muhimu. Kwanza, kikosi hiki kinasaidia nchi rafiki wa Urusi kutatua changamoto za kiusalama na kulinda miundombinu muhimu kama inavyoonekana katika Mali na Niger. Pili, kinafanya kazi kama ishara kwamba Urusi iko tayari si tu kuzungumzia mshikamano wa kupinga ukoloni, bali pia kutoa msaada wa kijeshi kwa washirika wake. Tatu, miundombinu pana ya dola ya kurejea kwa Urusi barani Afrika inajengwa kuzunguka kikosi hiki, kuanzia diplomasia hadi msaada wa kijeshi na mafunzo. Ali Kashimiri, asante sana kwa muda huu. Mimi ni Abel Mponela na hii ni Multipolar. Bye kwa sasa.
Asante sana Abel Mponela kwa simulizi ya makala ambayo tumeangazia masuala mbalimbali mtambuka, lakini kubwa zaidi pia ni kuhusiana na mgogoro wa USA, Israel na Iran, ikiangazia zaidi athari za masuala ya kiuchumi na kijamii. Jambo la pili, Abel amegusia pia mgogoro mwingine wa Amerika ya Kusini dhidi ya Cuba pamoja na Venezuela, na jambo la tatu pia ameangazia kuhusiana na kikosi cha Afrika cha Urusi katika nchi za Afrika, ufanisi na mipaka ya upanuzi. Lakini mwisho wa siku tunabaki hapa hapa kwa ajili ya kulidadavua hili kiundani zaidi kuhusiana na kile ambacho tunakiangazia sehemu ya pili, kwa maana ya mjadala katika eneo la jeshi la Kiafrika hapa katika bara la Afrika, kwa maana kile kikosi cha African Corps katika bara la Afrika, kukiangazia kwa ufanisi zaidi. Na hapo awali nimekwambia hapa pia niko na Francis Ibrahim kwenye kulijadili hili kinaga ubaga. Kwa maana nyingine tena karibu sana. Asante sana Ale Kashmir. Hiki ni kikao chetu kupitia Multipolar Vision, huwa tunajadili masuala mtambuka, kuangazia siasa za kimataifa. Lakini kabla tujaanza, ningependa kupata mtazamo wako wewe unaposikia multipolar. Kipi ambacho unakiwaza na kukifikiria zaidi? Multipolar nikifikiria nawaza dunia ambayo mataifa mengi yana nguvu sawa, na sio kama kipindi cha unipolar ambapo unakuwa na Marekani peke yake anakuwa na nguvu, au bipolar kipindi ambacho Marekani na USSR wanakuwa na nguvu. Multipolar ni dunia ambayo unakuwa na Marekani, China, Urusi, na mataifa mbalimbali, huenda hata Iran kwa taifa moja kubwa siku za mbeleni. Kwa hiyo ni multipolar kwangu mimi, nadhani ni kwa upana wake ndio hivyo. Nguvu, umuhimu wa kuwa na dunia ambayo nguvu zinakuwa nyingi za mataifa mbalimbali huwa inakuwa ni nini zaidi? Unapokuwa na mataifa mengi yana ushawishi mkubwa na yana nguvu ambazo haziko angalau inafanya wa nchi 190 na kitu zote zilizopo duniani zione kuna uwezekano wa kupata dili nzuri upande mwingine wa shilingi, na inaweza ikaruhusu ushirikiano uwe wa afya zaidi pale ambapo kila taifa linajua lina cha kupoteza na sio kila taifa lina kusukuma tu. Kwa hiyo unakuwa na jamii ya kimataifa yenye afya zaidi, yenye maendeleo ya haraka zaidi kama kila taifa linakuwa na nguvu na sio mataifa machache tu ambayo yanalazimika kuyaburuza kimaendeleo, kiuchumi au hata ki influence mataifa mengine. Alright, huyu ni Ibrahim Francis ambaye tuko naye leo kwa ajili ya kujadili kinaga ubaga kile ambacho tumekeka mezani. Tuje kwenye mada yetu mama kuhusiana na African Corps, kikosi cha jeshi la Urusi katika bara la Afrika. Katika miaka ya 2025 mpaka 2026, Urusi imekuwa pia ikizungumzia kikosi cha jeshi la Kiafrika hapa la Urusi kama sehemu ya uwepo pia rasmi wa kijeshi cha kisiasa katika bara la Afrika. Yako mengi ambayo tunatamani kuyafahamu, lakini ukiangazia pia Wizara ya mambo ya nje ya Urusi iliripoti kuwa kikosi cha Afrika cha Wizara ya Ulinzi ya Urusi kinafanya kazi kwa ombi la mamlaka za Afrika, na Februari pia mwaka huu Urusi ilitangaza rasmi kuwa shambulio katika uwanja wa ndege wa Niamey lilizimwa ama liliweza kudhibitiwa kwa asilimia kubwa na juhudi za pamoja za kikosi cha Afrika pamoja na jeshi la Niger. Sasa kwa mustakabali wa hiki ambacho hii leo tunakizungumza, natamani kupata picha halisi ya umuhimu wa kikosi hiki katika mataifa ya Afrika ni yapi hasa, ukilinganisha hatua ya ushirikiano hayabaki tu kwenye masuala ya ulinzi mpaka mafunzo pia masuala ya usalama na vitu vingine kadha wa kadha ambavyo vinaendelea hususan katika ukanda wa Sahel. Yes, kwanza asante sana. African Corps ni urasimishaji wa kikundi cha Wagner, kile kikundi kilichokuwa kinafanya kazi chini ya Yevgeny Prigozhin. Yes. Mpaka 2023 kilipata changamoto wakati vita ya Ukraine inaendelea. Yevgeny aliweza kuongoza watu na kikundi chake na watu wanaowa control kujaribu kuandamana kwenda Moscow kupingana na serikali ya Urusi kwa kusema kwamba wanatumwa kwenye maeneo mabaya ya vita ya Ukraine na wanatumika kama chambo kwenye ugomvi, kitu ambacho serikali ya Urusi ilikiangalia kama uoga kwamba tunaweza tukajenga kikaragosi siku moja kikatugeukia sisi. Wakaona kwamba hichi either tukirasimisha au tukimalize kabisa. Walichofanya wakauondoa uongozi kwa kumua Yevgeny Prigozhin kwenye ajali ambayo ilikuwa ni nadhani ni ya kubumba kwa maoni yangu binafsi, na baadaye wakakirasimisha kile Wagner Group kuwa African Corps ambayo ilikuwa ina ripoti chini moja kwa moja ya
wizara ya mambo ya ndani na ya ulinzi ya Urusi. Kwa kwenye federation ya serikali ya Urusi, kile unit na zile structure zake zimewekwa, na hata tenda zilizokuwa zinaendelea Wagner sasa hivi zinaendelea tunao, lakini kwa jina nyingine na kwa urasimishwaji mkubwa zaidi. Namna gani kikosi hiki kimeweza kujijenga na kuonekana kwamba ni muhimu kwa ushirikiano wa mataifa ya Afrika hususan kwenye ukanda wa Sahel? Kwa serikali ya Urusi, hii African Corps ni tool, ni chombo katika sera ya mambo ya nje ya Urusi. Urusi inapokuwa inafanya ushirika wake na mataifa ya Afrika, wanatumia vikosi vya ulinzi, wanatumia bunduki kama tu mlango wa kuingilia, kwamba sisi tutawapa ulinzi kwa serikali ambayo ina shida. Let's say una uongozi wa huko upande wa hizi West Africa states za upande wa Sahel, una serikali kama ya Burkina Faso, Niger na Mali. Ni watu ambao wametoka kuipindua serikali, ni wanajeshi, wameondoa utawala wa Marekani na Ufaransa, na wanaogopa kutakuwa na kurudiwa, kutakuwa na counter coup tena, kwamba na sisi hapa wanaweza wakajipanga wakaturudia. Kwa hiyo kuhakikisha wanalinda kile walichobahatika kufikisha mpaka kwa muda huo, wanaamua kuingia ushirika na taifa kama Russia, ambao hawatauliza mambo ya diplomasia yamekaaje, mambo ya uhaki zinaendaje, au ngoja tuombe ruhusa kwa bunge letu Duma upande wa Moscow kuweza kupata hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na aina hiyo ushirikiano, na kwa upande wa Urusi wenyewe wanafaidika kwa sababu wanapokuja tu kwa ajili ya kuwalinda hawa viongozi au kulinda tu labda kupigana dhidi ya waasi wanaopinga uongozi. Kwa upande wa Sahel maana yake ni hawa wapiganaji wanamgambo wa vikundi mbalimbali vya dini kali vya ule Uislamu dini kali kabisa. Kwa hiyo sasa wanapokuwa wakiwalinda hawa, makubaliano kwa sasa tutapeana nini? Mara nyingi kwa Afrika vinakuwa ni vitu vitatu. Kama sio nishati tu, either uranium au mafuta kama Libya, basi watachukua gold kama wanavyofanya Sudan na maeneo mengine, au hata bidhaa yoyote ile ambayo ina faida ya kiuchumi. Kimechukua kwa wanaingia kwa mlango wa ulinzi, lakini wanashirikiana na serikali ya moja kwa moja, kama unavyoona wizara ya mambo ya nje inatambua uwepo wa African Corps, lakini pia wanafanya ushirikiano wa kiuchumi sasa kwenye maliasili kama nishati hizi hapa, na pia wanashirikiana na kwenye madini labda, lakini pia kwa mlango wa kuingia ni mlango wa ulinzi, kwamba tutalinda either uwe kiongozi wa Madagascar, uwe Khalifa Haftar, umeshaimega Libya, upande wako wa mashariki wa Libya unataka ulinde, unaongea na Russia na vitu kama hivyo, lakini chombo chao kikubwa ni hicho African Corps. Francis, tukiangalia kwa hali halisi ilivyo kwa eneo la ukanda wa Sahel, Niger, Burkina Faso na Mali, inawezekana ikawa ni eneo ambalo kikosi hiki cha African Corps linatumia kama sehemu ya kupima ufanisi wake kwenye shughuli zake za masuala ya ulinzi. Kwa sababu wamekuwa ukiangalia ukanda wa Sahel ndio ukanda ambao kidogo una hali ya kiusalama ambayo imetetereka kwa sasa hivi. Tangia serikali ya Libya ianguke, kulikuwa na silaha nyingi sana ambazo zilimwagika katika ule ukanda, na vikundi vingi vya waasi waliweza kupata hizo silaha. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wamekuwa kisumbua sana, sio Nigeria kupitia Boko Haram, sio Mali, sio Niger, sio Burkina Faso. Kwa hiyo hizi serikali zote ambazo zilifanya mapinduzi wanaziita hadi coup belt, sehemu ambazo nchi zilipinduliwa kwa muda mmoja nje. Kwa hiyo ndio wateja wa kwanza wa karibuni hapa wa African Corps mpya, ambapo waliangalia tu model iliyofanyika Jamhuri ya Afrika ya Kati, wakaona jinsi gani ambavyo rais aliweza kulindwa baada ya uchaguzi, jinsi ambavyo alipigana na wanamgambo, na jinsi ambavyo waliweza kubadilishana tu mining concessions za kwenye sasa madini kama ya dhahabu. Kwa hiyo nadhani wametumia hivyo kwenye upande wa uranium, na wana sababu ya kufanya hivyo, lakini pia kulikuwa na demand, kulikuwa na uhitaji wa huduma ya namna hiyo, kwa sababu serikali za Ufaransa na Marekani zimeondolewa, na hilo ombwe kukiwa na ombwe la kimamlaka, ombwe la nguvu, ndio linatengeneza uhitaji wa huduma kama hizi, kwa sababu unakuta una jeshi ambalo hauliamini kiukamilifu, either liko upande wa rais aliyepita au bado linawasikiliza nyie. Kwa hiyo kuhakikisha unaweka ulinzi extra tu kidogo na watu wapya, ndio maana wanawatumia hawa, na imefanya kazi. Of course ufanisi wake ni wa kujiuliza, kwa sababu kuna kipindi wanafeli, wanashindwa kupambana kabisa na kuondoa tatizo la ugaidi ambalo bado lipo ile eneo. Unaweza tu wakalinda eneo wanalotaka, lakini kuzuia kwa muda mrefu na
imekuwa shida, na pia wanapoteza watu wengi. Zaidi ya mercenaries 80 walifariki Mali kwenye kulikuwa na walikuwa wanaenda kwenye site moja ya madini, walipokuwa ambush, ilikuwa inaitwa Sizwantan, ni massacre ilitokea tu ambapo walipoteza zaidi ya vikosi vya watu 80 ya huko. Kwa hiyo ufanisi wake umekuwepo, na karibuni Madagascar kulikuwa na kikao kati ya rais wa Madagascar na wawekezaji wengine wakiwa na ulinzi mzuri kabisa wa hichi kikundi cha African Corps upande wa Dubai kule, kuhakikisha wanaweka mazingira sawa. Kwa hiyo ni ufanisi wake upo, ingawa na wenyewe una limitations zake, una vipimo vyake ambavyo vinaweza vikaangaliwa kwa upana. Umezungumza kuhusiana na ufanisi wa kikosi hiki cha kijeshi cha Urusi katika bara la Afrika. Umeweza kuleta athari chanya kwenye masuala ya ushirikiano pia wa kijeshi na masuala ya usalama moja kwa moja kutoka kwa kikosi hiki na bara la Afrika kwa ujumla? Ndio, imeweza kuleta kuboresha mahusiano, ingawa tulipata changamoto hapa katikati. Taifa la Urusi limekuwa likitegemea taifa la Syria, sasa bandari yake la Latakia kwa ajili ya mili zake na kwa ajili ya na eneo la bandari nyingine kwa ajili ya upande wa ndege. Na serikali ya Urusi chini ya Bashar al-Assad ambaye sasa hivi yuko Moscow tayari ilivyoanguka, huyu mpya iko chini ya uongozi wa Marekani na Uturuki ambao wamejaribu kuzuia ile route yote. Kwa hiyo kila kitu sasa hivi kupitia Libya, ule upande wa mashariki wa Khalifa Haftar. Sasa kinachotokea hapa ni kwamba ushirikiano sasa hivi umekuwa kwa sababu sio tu kikundi kama cha Wagner ambacho kazi yake ni ulinzi tu. African Corps imerasimishwa kwa kwenye serikali ya Urusi na kwa moja kati ya sera yake ya mambo ya nje, kitu ambacho kinafanya kama juzi tu unaangalia viongozi, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anapiga picha na Putin. Kumekuwa na makubaliano ya kimkataba wa madini. Hata Sudan umeona jinsi gani ambavyo wale wakina Hemeti upande wa RSF, kikundi cha wanamgambo wa RSF ambao wanapigana na serikali ya Sudan, moja kati ya vitu ambavyo vimewasaidia sana kwenye upande wa silaha ni kuuza madini kwa upande wa Russia, kwamba upande ambao uko chini ya Hemeti kwa sasa karibia na Darfur wanauza huko silaha zao, wanapokea silaha, wanauza madini. Kwa sasa uwepo wa Urusi katika nafasi za kiuchumi, makubaliano ya kisiasa, labda kwenye uchaguzi, kwa sababu Madagascar walifanya zaidi ya shughuli ya kijeshi, waliinjinia hadi uchaguzi. Kwa hiyo inaingiza mguu mmoja ndani taratibu wa Urusi katika landscape mpya ya uongozi wa Afrika kwa kutumia huduma zake za kiulinzi kama namna ya kuingia, alafu baada hapo anafungua package za kiuchumi, za kisiasa na kila kitu, lakini kazi inaanza kuwa kama bodyguard wa viongozi ambao wanahisi nafasi zao zina wasiwasi kidogo. Kwenye hiki ambacho umekizungumza, tukiweke kwenye picture gani ya kwamba uwepo wa kikosi hiki barani Afrika ni uwepo wa taifa la Urusi moja kwa moja, ama ni sehemu tu ya kwenye mabadilishano na msaada wa kijeshi na masuala ya ulinzi na usalama katika bara la Afrika? Kwa miaka miwili iliyopita ingekuwa tu labda ni kikundi tu kikaragosi au wale washirika tu wa serikali ya Urusi, kwa sababu walikuwa kuna kitu kinaitwa plausible deniability kwenye dunia ya kimataifa, kwamba unaweza ukasema hivi simfahamu, kama ambavyo wale Crimea ambavyo ilichukuliwa kutoka Ukraine, waliingia watu hawana uniform, hawana nini, ambao unaweza ukairuhusu kwa sababu vile vinakuwa ni vikundi ambavyo haviko chini ya sheria za kimataifa kama jeshi la Urusi. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya kazi kuipa Urusi plausible deniability. Lakini hichi kikosi cha Afrika sio Wagner tena. Hichi ni kimerasimishwa na maagizo yake na uongozi wake unatokea kabisa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, maana yake wamekuwa na ushirika sio tu wa kisera, lakini bali ushirikiano wa kiuongozi kama unavyosema kwenye swali, lakini pia na kwa kutambulika zaidi, kwa sababu hii sasa hivi tena sio chombo tu ambacho kinaweza kikakataliwa muda wote. Ni chombo ambacho kimeunganishwa moja kwa moja na sera na doctrine ya ulinzi wa serikali ya Urusi. Kuna viwango vitatu tofauti hapa, nitaomba ni vinikuu, kwamba tamani kupata mtazamo wako kuhusiana na viwango hivi vitatu tofauti vya sera ya Urusi barani Afrika: diplomasia, msaada wa kijeshi na kiufundi, na uwepo wa kijeshi wa kikosi. Vinahusiana kwa namna gani?
Kuna kuwa na nyanja zote tatu, kwa sababu mara nyingi kama tulivyosema mwanzoni inakuwa ni kama package inakuwa offered, kwa sababu kwanza watafundisha kama viongozi wanataka wafundishe labda kikosi cha presidential guard, kama hapa Tanzania sisi tuna PSU, Presidential Security Unit labda. Sasa kuna nchi nyingine zitataka wanajeshi wao ambao wanamlinda rais wafuate mafunzo. Kwa hiyo yale mafunzo mara nyingi huwa yanaachaga ushirikiano wa kudumu. Wale ambao watafundishwa Moscow au Russia itabaki kwenye CV yao na watabaki kuwa na marafiki na ushirika wa muda mrefu wa upande wa pili. Lakini pia katika upande wa kidiplomasia, pale ambapo kunakuwa na jaribio katika nyanja za Umoja wa Mataifa au Baraza la Ulinzi na Usalama, labda linataka leo labda tuiajibishe Burkina Faso, kama ambavyo umeona Traore amefanya interview moja kubwa juzi. Traore ameelezea kabisa jinsi gani ambavyo African Corps wameweza kumsaidia kuboresha sio tu ulinzi wake binafsi kama rais au ubora wa mbinu zao za kivita au silaha wanazopata, lakini wameweza kuwapa namna mafunzo ya jinsi gani ya kumanuva dunia ya kidiplomasia, namna ya kuongeza ushawishi katika umoja walionao na utambulishwaji wa ile block yao ya pamoja, kwa sababu Mali, Burkina Faso na Niger walitengeneza coalition ya pamoja kupigana na ECOWAS. Kutambulika kwa ile block ilikuwa ni pamoja na nguvu ya serikali ya Russia, ikiwemo kiongozi wa African Corps, jina lake limetoka, lakini ana act kama nguvu ya kidiplomasia. Sasa Umoja wa Mataifa au jamii yote ya kimataifa itapojaribu ku-attack hawa wateja wao walioko huko Afrika, hapo ndipo hapo nguvu ya kidiplomasia itatumika. Kwa ni package inatolewa kwa muda mmoja, ukinunua kimoja unapewa na vingine viwili. Multipolar Vision ni hii, na mjadala huu ama safari hii tunaangazia pia sehemu ya kikosi cha kijeshi cha Urusi barani Afrika kwenye baadhi ya mataifa kadha wa kadha, ikiwemo katika ukanda wa Sahel. Tunazungumzia hivi sasa African Corps, lakini tulishuhudia pia sehemu ya taifa la Ufaransa ambapo ilishikuwa na vikosi vyake kwenye maeneo hata hususan ukanda wa Sahel, na Marekani pia vivyo hivyo kwenye maeneo mengine kwa kuweka bezi na vitu vingine kadha wa kadha. Utofauti mkubwa wa vikosi vya namna hii unakuwa ni nini kwa Urusi, Ufaransa na Marekani katika bara la Afrika? Tofauti ni kwamba viongozi wa Urusi hawana maswali mengi ambayo viongozi wetu wa Kiafrika mara nyingi wasingependa. Maswala ya demokrasia, haki za binadamu, sijui umefanyaje, kura, je bunge limeruhusu tuje, tufanyaje. Ili michakato na ukiritimba ni vitu ambavyo kwenye ombwe la madaraka, ombwe la nguvu linapokuwepo, unahitaji rapid support. Unahitaji kitu ambacho kitakuja ndani ya siku mbili, bila bunge, bila nini, bila kufanya vitu vyote. Na kwa kuweza tu kufanya hivyo, wamefika kwenye nafasi ambayo unaweza ukasema kwamba wanategemea kwa haraka. Labda unikumbushe tena swali hapa mara moja ili nirudie la mwisho. Utofauti wa vikosi hivi. Tofauti ni kwamba kwenye perception ya watu ambao sasa wa Afrika, na hii hapa ni nafasi kubwa sana kwamba nani ambaye anashikilia, kwa sababu wote kwa macho ya Afrika wote ni wazungu kabisa. Akiwepo hapa mlinzi wa Kifaransa na mlinda kiongozi au mlinzi wa Kirusi, kwa mataifa wananchi wa kawaida wasingeweza kugundua. Lakini bendera ya Urusi imekuwa ikiinuliwa sana pale ambapo nchi yoyote inaondoa kambi za Wafaransa, hasa Niger, ambapo Ufaransa walikuwa wakitegemea kwa asilimia kubwa mno kwa kupata mahitaji yao ya uranium ambazo kwa zinaenda moja kwa moja katika nuclear reactors ambazo ziko Ufaransa. Wanapoondolewa wale pale, tofauti yao ni kwamba hawana historia ya ukoloni. Wafaransa na Wamarekani wameshaitafuna labda Afrika kupitia ukoloni na ukoloni mamboleo. Urusi hana hiyo CV mbaya. Kwa hiyo kwa jamii au uongozi wa serikali za Kiafrika ambazo zinapindua serikali za kiraia kwa kusema kwamba zina ushirikiano na mataifa ya magharibi katika kutunyonya, ukileta viongozi ambao au ulinzi ambao ni wa taifa ambalo linapingana na magharibi katika nyanja za juu kama ugomvi wa Ukraine, ule umma unaweza ukasema labda kuna nafasi, mabadiliko yameanza, kwamba sasa hivi wameondoa Wafaransa, wameleta Warusi hawajui tutawala, hawajui tufanyia labda ukolonialism,
multiculturalism. Kwa hiyo kuna ule ukubalikaji wa haraka zaidi kwa sababu ya historia nzuri, lakini kwa upande wa uongozi wa Kiafrika wanakuwa wanawapenda na wanawakubalia haraka kwa sababu hawataleta maswali mengi. Kutakuwa na makubaliano ambayo sio rasmi, lakini pia wanaweza wakabadilishana na vitu ambavyo sio fedha kama madini tu au mafuta au hata madini ya kimkakati kama uranium bila kuwa na mgawanyiko wa hela. Kwa tofauti mkubwa ndio kwa hapo. Wakati ukiangalia upande wa Ufaransa na Marekani wangerasimisha, wangeweza kuuliza mambo ya haki za binadamu, wangewazunguka kwa upande mwingine kijanja tu kwa sababu wanafahamu kama makoloni yao, kitu ambacho kwa uongozi mpya wa kijeshi usingependa sasa. Mara kwanza tumezungumzia ufanisi wake kwenye ukanda wa Sahel. Tukizungumzia ufanisi wake wa ujumla kwa bara la Afrika nje ya ukanda wa Sahel, tunaweza tukataja sehemu ya ufanisi wa namna gani? Madagascar karibuni ndio ambapo imepata moja kati ya huduma nzuri kwa sababu waliweza hadi kuingilia uchaguzi wa Madagascar na kuweza kuhakikisha wana sustain ule ushindi wa mteja wao ambaye yuko pale Madagascar ambaye ndio rais wa sasa hivi. Lakini ukiachana tu na hivyo wameweza kufanya operation kwa sababu ukiachana ukanda wa Sahel mwanzoni kabisa Libya kule waliweza kupigana moja kwa moja na upande wa Khalifa Haftar ambao anashikilia upande wa mashariki huko, na wakaweza kupata mafuta mengi sana na wakawa na biashara zao nyingi. Ukiangalia nchi kidogo ya Afrika kabla tujarudi hapa pia wameweza kujirasimisha katika masoko ya fedha Dubai, biashara nyingi sana na malipo yote, na wanapobadilishana haya mafuta au madini wanaopata wameweza kujirasimisha kwa namna ya kipekee sana na kuwa sio tu kikundi cha wapiganaji lakini kama kampuni ya kibiashara ambao wana reporting, wana mapato yao, wana kila kitu. Na kwa hata serikali ya Kongo wameshaiwatumia hapa katikati, serikali ya Madagascar na serikali ya DRC, hasa upande wa Tshisekedi wanapokuwa na foreign mercenaries, African Corps pia wamehusishwa katika kulinda labda vizimba kadhaa vya madini au labda maeneo kadhaa tu ambayo yanatumika. Kwa hiyo wamekuwa na ufanisi wa namna hiyo. Kuna ajali kama nilikuwa nasema mwanzoni hapa Mali iliyotokea ambayo ilipunguza kidogo ufanisi wao, na Mozambique kabla majeshi ya Rwanda hayajaenda pale kulinda installations za Total na Chevron ambao na yeye ni Wafaransa au na Marekani. Mozambique ile ambayo ilivamiwa na kikundi cha wanamgambo kabla hajaja Rwanda walikuwepo Wagner ambao pia walishindwa kazi, sio kwa sababu uwezo wao ulikuwa ni mbaya, lakini ushirikiano wao na serikali ya Mozambique ulikuwa mdogo sana, kana kwamba walikuwa naacha magepu makubwa. Kwa ufanisi bado upo, na lakini case study kubwa kuliko yote ni Jamhuri ya Kati ya Central African Republic. Okay. Yeah. Sawa. Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa, lakini ubezi wake umefika zaidi kwenye masuala ya utafiti wa diplomasia na usuluhishi wa migogoro, na leo tulikuwa tunaangazia pia kikosi cha African Corps barani Afrika kwenye masuala mbalimbali, tukiwa tunamalizia kwa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa ulimwenguni kote, na namna ambavyo Urusi anaonyesha kuwekeza zaidi pia kwenye sera yake ya mambo ya nje na masuala ya mashirikiano ya bara la Afrika. Afrika tuna kipi cha kujifunza hususan kwenye masuala ya mashirikiano na diplomasia ya uchumi na masuala ya ulinzi na usalama, hususan kutoka kwenye mataifa makubwa kama Urusi, China na mataifa mengine? Afrika tuna nafasi ya kipekee ya kujifunza na mataifa yote ambayo yako kwenye Global South. Nchi ambazo ziko Latin America, nchi ambazo ziko bara la Asia chini, nchi za bara la Afrika. Tunataka tujifunze, tupo katika dunia ya kiushindani wa hali ya juu sana. Na namna pekee unaweza ukagarantii sio tu survival yako lakini hata kesho yako ni kuhakikisha kwanza una uwezo wa kuweza kucontrol angalau mipaka yako. Kwa sababu kushindwa kucontrol mipaka yako ndio mwanzo wa changamoto zote. Mataifa ukiangalia makubwa yote, either kama ni bara la jambo la ugaidi au kuna vita za ndani kwa ndani, mara nyingi mipaka ni kitu cha kuangalia sana. Lakini pia sera za ushirikiano, jinsi gani wanaweza wakajisimamia tu wenyewe kiuchumi, wanaita self reliance, kuweza kuhakikisha kwamba una cha kuofa pia nje katika dunia ya ushirikiano. Otherwise inakuwa sio rahisi
ku negotiate kwenye nafasi ambayo upo mdogo, upo mnyonge. Unahitaji kuwa na nafasi fulani ya kiuchumi, ya kiushawishi, ambayo aidha kwa kidiplomasia au na kiuchumi au kisiasa, kuhakikisha una cha kuanzia, una cha kushika, kwa sababu dunia kama kipindi chako cha multipolar kinavyosema, ili uweze sasa kushindana, uweze kuwa relevant katika jamii ya kimataifa, unahitaji aidha unaheshimika, unaogopeka, unahitaji tukua na kitu. Na viongozi wa Afrika wengi ambao wanategemea mara nyingi huruma au wanadhani dunia ni njema au maombi yatasaidia kila kitu, hicho ni kipindi ambacho tunakumbushwa na sasa na mataifa kama Iran kwamba unahitaji kujishikilia na utaheshimika kulingana na jinsi gani umejiandaa wewe mwenyewe kabla ya ushirikiano wowote. Francis, nakushukuru sana kwa muda wako brother, na asante sana. Umekuwa ni wakati mzuri sana. Na naamini Mclouds unafuatilia Multipolar Vision umepata kile ambacho unakistahili kwa kile ambacho tumekiweka mezani na kukijadili kwa pamoja kutoka hapo awali kwenye duru ya pili ya mjadala, baada ya kumpata nafasi ya kumsikiliza na kumtazama pia Abel Mponela kwa kile ambacho ametusimulia kwenye yale mambo makuu matatu ambayo tuliweka mezani kuhusiana na mgogoro wa USA, Israel na Iran, ikiangazia zaidi athari za kiuchumi na masuala ya kijamii. Lakini jambo la pili ni mgogoro mwingine wa Amerika ya Kusini dhidi ya Cuba na Venezuela, na jambo la tatu tuliweka leo mezani na kulijadili kwa undani zaidi ni kikosi cha Afrika cha Urusi katika nchi za Afrika, ufanisi na mipaka ya upanuzi. Hapa ndio tunaika nukta, lakini asante sana kwako, na Jumapili ya leo ikawe njema kweli kweli kwenye maandalizi ya wiki ijayo. Kwa niaba ya timu nzima kiongozwa nami Ali Kashmiri, Abel Mponela, Hussein Miayo pamoja na Ochu, nikutakie usiku mwema. Alamsik.